Dube na ni mshambuliaji hatari. Ukizungumza washambuliaji, ukimgusa Prince Dube, yes. Ni kama mmegusa katika eneo la washambuliaji. Msimu uliopita alikuwa na uhai, isipokuwa namba zake zilikuwa pengine ni kwamba haziko sawa, zimezidiwa na viungo. Unamaanisha kwamba Doumbia ni mshambuliaji hatari kuzidi washambuliaji wote katika nchi? Yaani kwa sasa kwa ujio wa huyu mshambuliaji huwezi kumkompea na mshambuliaji wote. Mimi mara kadhaa nimekuwa niko straight sana. Mara kadhaa napenda kusimama hivyo kwa sababu nimekuwa nafanya kazi hii kwa muda mrefu, kwa maana kwamba kilicho kizuri na kizungumza kwenye mazingira uzuri. Yaani ukimtazama utatazama magoli yake machache ambayo wameyafunga. Yaani ana uwezo wa kukimbia kama anatokea kushoto akaenda kureceive mpira kulia. Ana uwezo wa kukimbia kulia akaenda kureceive mpira kushoto. Na bahati mbaya ama nzuri, kinachompa utofauti, kwa maana kinachompa utofauti ni vitu viwili. Moja, ana clear finishing. Yaani unaona mfano alivyokuwa Dube, alikuwa anafanya lance, ziko nyakati alikuwa na uwezo wa kuwatambuka mabeki, lakini angalia namna ambavyo alikuwa anamalizia mpira kwenye nafasi 4 mpaka 5, anaweza kafunga goli moja. Lakini kwa Ibrahim, yani akitoropoka kwenye nafasi hiyo, maana yake muhesabu goli. Yani ni miongoni mwa washambuliaji ambaye naweza kusema ukiwatoa kina Medi Kagere, wala ambao walikuja nyuma, washambuliaji wa kuanzia mwaka 2019-20 kurudi nyuma, kwa hapa katikati miaka 5, naweza nikasema Simba wamekwenda kumsajili mchezaji wa tofauti kabisa kwenye eneo la mbele kuliko wakina Koblan, wakina Pa Omar Jobe, miongoni mwa washambuliaji ambao wamewahi kuja ndani ya Simba, kwa sababu huyu mikimbio yake inawafanya mabeki wasijue anakwenda wapi. Lakini la mwisho zaidi, huyu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kusoma mchezo. Hivi unajua striker, mara kadhaa tunazungumza masweka kazi yao kufunga, lakini ana uwezo wa read the game, akaisoma mechi. Okay, hawa nakaba hivi, hawa na defense hivi, na baada ya kuisoma mechi vizuri mnavyo defense, anakuja ama anatengeneza mpango kazi mzuri wa namna ya kuifanya timu yake icheze kupata matokeo. Yaani anaisoma mechi ndani ya game. Wachezaji wachache sana wanaoweza wakafanya game management wakati mechi ikiwa inaendelea, lakini Ibrahim ni miongoni mwa kariba ama karama ambayo Mwenyezi Mungu amempa ndani ya mechi, ndani ya dakika zikiwa zinaenda, anasoma game, halafu yeye mwenyewe anabadilika. Okay, kwamba labda naweza likawa ni eneo la katikati, mmeweka mabeki wengi, anakwenda kutengeneza mazingira makubwa ya kuwa collide. Kama wanaonekana ni wagumu, anavyoisoma mechi anahama upande ama anaweza kahama position. Lengo na mazumuni ni kuisaidia timu yake kupata magoli. Ndio maana leo tunamzungumza hapa Ibrahim ni top score kwenye ligi ya Mali, magoli 17, assist 5, lakini ni miongoni mwa wachezaji wachache walioregister namba ambazo zinabaki zinakumbukwa ndani ya taifa la Mali. Mechi 22, of course mechi 26, magoli 22 kwenye timu ya vijana chini ya miaka 20. Maana yake it was a different striker. Huyu ndio mshambuliaji